Leo Juni 5, 2017, Rais Magufuli amefanya mazungumzo na balozi wa Kuwait hapa nchini Jasem Ibrahim Al Najem na kuishukuru serikali ya Kuwait kwa kutoa mkopo wa dola za Kimarekani milioni 51 sawa na takriban shilingi bilioni 110 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Chaya Nyahua mkoani Tabora yenye urefu wa kilomita 85 ambayo itaunganisha barabara kati ya mkoa wa Singida na Tabora. Kuwait and Tanzania, the relation is actually already strong enough. But I'm trying to upgrade the level in different fields, diplomatic first of all, and second, with many establishments in Kuwait, just like Kuwait Fund of Development. They just signed 2 months ago on March agreement with the government of Tanzania for Chaya Nyahua Road in Tabora area. It's 85 kilometers. An amount of $51 million, and we are looking forward to sign the other agreement for Mnazi Mmoja Hospital in Zanzibar, an amount of $50 million, and the agreement is now under the or with the hands of Ministry of Finance. In Kuwait Embassy, we are trying our best to launch many initiatives actually in education and health. Pia Rais Magufuli ametoa shukrani na kupokea msaada wa magari mawili ya kubebea taka ngumu yenye thamani ya dola za Kimarekani 200,000 yaliyotolewa na serikali ya Kuwait kwa lengo la kuunga mkono kampeni ya usafi hapa nchini. Wakati huo Rais Magufuli amefanya mazungumzo na mjumbe maalum wa Rais wa Kongo DRC ambaye pia ni naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Kongo Leonard Sheikh Kitundu na kumhakikishia kuwa Tanzania inaunga mkono juhudi za kumaliza tofauti kati ya pande zinazopingana nchini humo. Kumhakikishia Mheshimiwa Makamu Waziri Mkuu kwamba tuko pamoja na DRC na ninawapongeza sana kwa juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Kabila katika kuhakikisha kwamba mazungumzo yanafikiwa haraka, na sababu nyingi ni za msingi ambazo zinajulikana na zimeelezwa. Kwanza kwa sababu ya kufanya hiyo registration kuiupdate, lakini pia swala la budget ni swala la muhimu na mambo mengine mengi ambayo ameniletea. Kwa hiyo mimi kama chair wa Troika organ ya SADC, mambo yote tunayajua na mambo yanaenda vizuri. Nina uhakika yatakwenda kumalizika kwa uzuri. Ninachowaomba tu watu wa DRC kwa pamoja washirikiane katika kutatua matatizo yao badala ya kutumia mambo kwa nguvu, kwa sababu kuzungumza na mazungumzo huwa yanazaa matunda mazuri, na uhakika Mungu atawatangulia katika transition period ambayo wanapita. Pamoja na ukabidhi barua yenye ujumbe wa Rais wa DRC Joseph Kabila, Balozi Leonard Sheikh Kitundu amemweleza Rais Magufuli kuwa hali ya Kongo ni shwari na kwamba mchakato wa mazungumzo kati ya pande zinazopingana nchini humo unaendelea vizuri. Nimekuja hapa kumuona Mheshimiwa Rais wa Tanzania ili kumletea ujumbe maalum kutoka kwa Mheshimiwa Kabila. Comme vous savez, la Tanzanie et la République démocratique du Congo sont des pays frères et amis. Kama unavyofahamu kwamba Tanzania na DRC ni nchi ambazo ni marafiki na ni ndugu. Ce qui se passe en République démocratique du Congo a des répercussions en Tanzanie et vice versa. Kinachotokea Kongo kinaweza kuwa na athari hapa Tanzania na pia kinachotokea Tanzania kuwa na athari kule Kongo. Et actuellement, nous étions en phase de la conclusion du dialogue politique national en République démocratique du Congo. Donc il est tout à fait normal que je vienne informer le président tanzanien sur l'évolution de la situation. Kwa sababu sasa tumefikia kuhitimisha mjadala wa kisiasa nchini Kongo, ilikuwa ni muhimu mimi kuja kumweleza Mheshimiwa Rais hali halisi ilivyo. Vous savez que le dialogue s'est terminé par la formation d'un gouvernement de large union nationale. Na mazungumzo yetu yamekamilika kwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Et l'objectif maintenant de ce gouvernement, c'est de préparer les élections libres et apaisées dans notre pays. Lengo la serikali ya sasa ni kuandaa uchaguzi ambao ni wa amani kabisa na ambao ni huru. Conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Kwa kuzingatia makubaliano ya tarehe 31 Disemba mwaka 2016. Katika hatua nyingine pia Rais Magufuli amefanya mazungumzo na mjumbe maalum wa Rais wa Msumbiji ambaye pia ni waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Generali Atanasio Salvador Ntumuke. Baada ya mazungumzo hayo, Generali Atanasio Salvador Ntumuke amesema Msumbiji itaendelea kushirikiana na Tanzania kwa mambo mbalimbali na kuwa nchi hizo ni ndugu na zimesaidiana katika mambo mengi tangu harakati za kupigania uhuru ambapo Tanzania ilitoa mchango mkubwa. Mahusiano ni mzuri kabisa. Ni mzuri kwa sababu kwanza
Frelimo imezaliwa wapi? Imezaliwa Tanzania, sio Tanzania, Tanganyika. Pili, wote viongozi wa Frelimo wamepitia hapa Dar es Salaam huko Tanzania. Tatu, raia wa Tanzania, wananchi wa Tanzania wamwaga damu Msumbiji, na vile vile wana Msumbiji wamemwaga damu huko, lakini sio huko Tanzania, lakini ni Uganda. Wakati tulikwenda mpaka Kagera, Mbarara, Triangle ya Luweero. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kutuletea matatizo. Sisi tuko pamoja. Hii ni Ayo TV Updates. Kwa taarifa kama hizi endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Twitter kupitia jina la Millard Ayo, lakini pia kumbuka kusubscribe kupitia YouTube channel ya Millard Ayo kuzipata taarifa zote hizi kila wakati zinapokufikia.